uwanja wetu. Sisi tunajidai mara zote tunapocheza hapa. Bwana Engineer Hersi, kwa kile ambacho kinaendelea, tumeanza kuona barua ambayo ilitolewa kuhusiana na ujenzi wa viwanja, kazi ambayo anafanya kazi za viongozi wengine kuonekana hamna kitu. Hii ina maana gani? Kwanza nikwambie, Yanga oye! Engineer oye! Sisi Yanga kama kuna binadamu tunajivunia kuwahi kutokea kuwa naye Yanga Afrika ni Engineer Hersi Ali Saidi. Wananchi mpigeni makofi. Ndugu yangu, hiyo ni mashine. Yaani Engineer unavyomwona ni zaidi ya Pacome, Engineer ni zaidi ya Aziz Ki, Engineer ni zaidi ya binadamu yeyote aliyewahi kumshuhudia ndani ya Yanga. Sisi anatugea raha kiwanjani kwa kutetea wachezaji bora. Katika siku ya leo kama wanayanga, kuna taarifa tumezipokea, ni taarifa 4 ndani ya siku moja, zote za hatari. Leo tumeona taarifa tukiwa tunamuona Okello akiwa anaingia ndani ya Yanga, usajili wa hatari. Leo tunapokea ushindi wa kwenda kucheza fainali ya Mapinduzi. Leo tunapokea taarifa kwa umma kuhusiana na uwanja ambao utajengwa katika maeneo yetu makao makuu Jangwani. Nani anafanya? Mwanaume ni mmoja tu, Engineer Hersi Ali ambaye yeye yuko pale, lakini nyuma yake kuna kidume kinaitwa Khalid Said Mohamed. Leo nangu tuseme GSM. Sasa kwa nini tunamsema GSM? Tunamsema GSM kwa sababu hilo lengo la uwanja unaohusikia, mwanaume pekee tunayemtegemea kuja kufanya balaa la ujenzi ni Khalid Said Mohamed GSM. Atatujengea uwanja na wanayanga tutaenjoy katika uwanja wetu wa nyumbani. Hilo nakuhakikishia, na Engineer sisi tumwambie tu, wanayanga hatuna tunaloweza kumlipa zaidi ya kuamwaahidi ushirikiano. Kama anataka watu tulipe kadi za wanachama ili uwanja uwepo, atuambie haraka iwezekanavyo, watu tulipe kadi za wanachama tupate uwanja wetu. Uwanja tunautaka na tukiupata mtatueleza. Kama saa hizi kwenye hivi viwanja vya kuchangia vya kushare tunawafunga watu mara 6 mfululizo, wakisikia 7 wanakimbiza timu. Tukiwa kwenye kiwanja chetu nikikueleza mimi, Madunduka ndio timu mbovu zaidi kwa sasa Tanzania. Madunduka ndio timu mbovu zaidi kwa sasa Tanzania. Nisikilize, kama kafungwa na Yanga mara 6, kafungwa na Azamu mara 2, maana yake kafungwa mechi 8 na vidume wenzie wa nchi mfululizo. Kumbuka hapo kuna Singida Black Stars naye kashampelekea moto. Sasa Simba mnyonge wake nani? Simba sasa hivi ukimweka na Yanga anaogopa kucheza mechi. Ukimweka na Azam anajua kabisa dalambu wa utamu. Jana kakimbia. Sasa hivi Simba anawaza kucheza na nani? Kwa sababu hata Singida na Simba, angalia quality ya Singida leo. Angalia quality ya Singida. Wewe nadhani Simba akicheza na Singida anamweza? Simba ni kama Manchester United ya Tanzania. Yaani timu mbovu. Nimebaki jina tu. Asante baba. Asanteni. Simba jamani, Yanga sisi tumewamisi. Tunautaka tena jamani. Tutakutana na nyie wapi jamani? Simba tuliwataka huku Zanzibar kwa hali na mali, lakini ndio hivyo. Tunamwomba Engineer Hersi, mwenyekiti wa Umoja wa Vilabu Afrika, ili swala lipatikane hata la mechi ya kirafiki. Anzisha hata mashindano ya ACA. Hata kwenye ACA nako. Hata Bunju twende. Sasa tutacheza nao lini Simba sisi? Mara 6, tunataka ya 7, tunataka ya 8. Tutacheza nao lini? Mbona mnatukimbia mai wetu? Ashimu Ibwe za kazi. Embu haya mambo yakae yazungumzike. Huyu mwanamke asianze kuanogea. Tafuteni mwanamke wenu mdili naye. Azamu ameanza kutuibia mke wetu. Sijui tumekosea wapi. Kaka, mshangazi tumejitahidi kila namna. Tumekuja na muamuzi kama kinga, lakini bado mshangazi kaugawa. Mani huyu Simba jamani. Wamesahau kuhusu red card. Mbona refa leo kawabeba sana? Kwani ule mgoli wa kwanza si mgoli ule? Ule refa mbona kama ni mbeleko kaifanya kubwa?
kwa sababu ilitakiwa umeme leo utoke mapema kabla ule umeme wa mwisho. Ni hivyo Tuleva kawabeba. Mimi kinachoniuma ni kwamba mpenzi kashtukia chezo tuliokuwa tunataka kwenda kulifanya Pemba alikuwa chezo la kawaida. Ndugu zangu, mngeshuhudia 8 ambazo hamjai kuziona. Na nani? Hivi kweli Yanga ya kuipigia mahesabu na Singida na Pakome yupo? Afu leo Mpanzo alikuwepo kumbe. Simba kwani wamemkosa nani wa maana? Wa maana, nasema ukisema huyu ndio mchezaji wa Simba best wa maana wa kumzidi alokuwepo leo. Yani Morris Abraham ni bora kuliko Mpanzo. Kwa siku hizi yani watu wanategemea Morris kuliko Mpanzo. Ndio tulipofikia. Kibu anamzidi nani? Aua. Kwa Kibu na Aua ni muhimu sana Kibu. Kwa Mwalimu ni bora kuliko Soa. Hivi nao wakwao. Mwalimu ni bora kuliko Soa. Mwalimu ni bora kuliko Soa. Tumefikia hatua hiyo, yani kwamba Simba analilia malegendi. Mbona umefikia mbali? Azamu sasa tutaje. Golikipa Zuberi Foba hayupo. Namba 1 national team hayupo huyo. Namba 2 yao Sajo Mwekenda hayumo. Namba 3 yao Pascal Msindo hayumo. Nenda kwenye katikati pale kwenye midfield yao Faisal hayumo. Idinado hayupo. Striker kule juu kiboko yao Saaduni hajacheza. Jamani, nikifikiria Simba wameonewa au shida nini? Simba hawajaonewa, Simba wana timu. Mangungu, fanya maamuzi Mangungu, watakuua. Mimi niliwaambia kwenye boti kwa sababu nilikuwa najua shangazi ana tabia kutoroka. Nilikuwa nikimshika yule Dr. Mo ananiambia nikimshika yule mzee wa saluti naye kichwani ananiambia Uwanja wetu sisi tunajidai mara zote tunapocheza hapa. Bwana Engineer Hersi, kwa kile ambacho kinaendelea tumeanza kuona barua ambayo ilitolewa kuhusiana na ujenzi wa kiwanja. Kazi ambayo anafanya kazi za viongozi wengine kuonekana hamna kitu. Hii ina maana gani? Kwanza nikwambie, Yanga oye! Engineer oye! Sisi Yanga kama kuna binadamu tunajivunia kuwahi kutokea kuwa naye Yanga Afrika ni Engineer Hersi Ali Saidi. Wananchi mpigeni makofi. Ndugu yangu, hiyo ni mashine. Yaani Engineer unavyomwona ni zaidi ya Pakome, Engineer ni zaidi ya Aziz Ki, Engineer ni zaidi ya binadamu yeyote aliyewahi kumshuhudia ndani ya Yanga. Sisi anatugea raha kiwanjani kwa kutetea wachezaji bora. Katika siku ya leo kama wanayanga kuna taarifa tumezipokea, ni taarifa 4 ndani ya siku moja, zote za hatari. Leo tumeona taarifa tukiwa tunamuona Okelo akiwa anaingia ndani ya Yanga, usajili wa hatari. Leo tunapokea ushindi wa kwenda kucheza fainali ya Mapinduzi. Leo tunapokea taarifa kwa umma kuhusiana na uwanja ambao utajengwa katika maeneo yetu makao makuu Jangwani. Nani anafanya? Mwanaume ni mmoja tu, Engineer Hersi Ali ambaye yeye yuko pale, lakini nyuma yake kuna kidume kinaitwa Khalid Said Mohamed. Wanangu tuseme GSM. Sasa kwa nini tunamsema GSM? Tunamsema GSM kwa sababu hilo lengo la uwanja unaohusikia, mwanaume pekee tunayemtegemea kuja kufanya balaa la ujenzi ni Khalid Said Mohamed GSM. Atatujengea uwanja na wanayanga tutaenjoy katika uwanja wetu wa nyumbani. Hilo nakuhakikishia. Na Engineer sisi tumwambie tu, wanayanga hatuna tunaloweza kumlipa zaidi ya kuamwaahidi ushirikiano. Kama anataka watu tulipe kadi za wanachama ili uwanja uwepo, atuambie haraka iwezekanavyo watu tulipe kadi za wanachama tupate uwanja wetu. Uwanja tunautaka na tukiupata mtatueleza. Kama saa hizi kwenye hivi viwanja vya kuchangia vya kushare tunawafunga watu mara 6 mfululizo, wakisikia 7 wanakimbiza timu. Tukiwa kwenye kiwanja chetu nikikueleza mimi, Madunduka ndio timu mbovu zaidi kwa sasa Tanzania. Madunduka ndio timu mbovu zaidi kwa sasa Tanzania. Nisikilize, kama kafungwa na Yanga mara 6, kafungwa na Azamu mara 2, maana yake kafungwa mechi 8 na vidume wenzie wa nchi hii mfululizo. Kumbuka hapo kuna Singida Black Stars naye kashampelekea moto. Sasa Simba mnyonge wake nani? Simba sasa hivi ukimweka na Yanga
anaogopa kucheza mechi. Ukimweka na Azam anajua kabisa Dalambo utamu. Jana kakimbia. Sasa hivi Simba anawaza kucheza na nani? Kwa sababu hata Singida na Simba, angalia quality ya Singida leo. Angalia quality ya Singida. Wewe nadhani Simba akicheza na Singida anamweza? Simba ni kama Manchester United ya Tanzania. Yaani timu mbovu. Limebaki jina tu. Asante baba. Asanteni.